Zarifus alitembea kwa haraka, akielekea kwenye kivuli cha Azaroth. Alijua kuwa safari yake ya kisasi ilikuwa karibu kufikia kilele, lakini moyo wake ulikuwa umejaa giza lenye nguvu ya ajabu. Alikuwa ameweza kuwashinda roho za mababu wa Vayran, lakini alijua kuwa Azaroth alikuwa adui mkuu, mchawi mweusi aliyejaa uchawi wa hatari zaidi kuliko alivyowahi kukutana nao. Azaroth alikuwa ni mchawi mwenye hekima kubwa, mwenye uwezo wa kubadili dunia ya kiroho kwa mikono yake. Alikuwa akiongoza uchawi wa mweusi kwa miaka mingi, akitumia nguvu za roho zilizozama kwenye giza la kisiri. Roho za mababu wa Vayran zilijua kuwa Azaroth alikuwa na nguvu za ajabu, lakini walikuwa wameshindwa kumdhibiti. Hivyo, alikuwa bado ni adui hatari kwa Zarifus. Zarifus alifika kwenye ziwa la giza, mahali ambapo Azaroth alijificha. Ziwa hili lilikuwa giza la kutisha, lenye maji ya rangi ya damu yaliyojaa mizunguko ya uchawi. Maji haya yalikuwa ni sehemu ya nguvu za Azaroth, ambapo aliweza kudhibiti roho za wafu na kuziweka chini ya utawala wake. Zarifus alijua kuwa kama angeweza kuvunja kifungo cha ziwa la giza, angeweza kumshinda Azaroth. Katika mazingira ya giza, Zarifus aliona kivuli cha Azaroth akijitokeza kutoka kwenye kivuli cha maji. Alikuwa na sura ya mchawi mwenye umri mkubwa, mwenye nywele za giza na macho ya kuchoma, yaliyokuwa yakionyesha uchawi mweusi uliojificha kwenye roho zake. Alikuwa amevaa vazi la shaba lililojaa alama za uchawi wa zamani. Zarifus, mwana wa Othronis, umekuja kumaliza kile ulichokuwa ukikisema. Azaroth alizungumza kwa sauti nzito, yenye uchawi wa hatari. Unadhani unaweza kushinda nguvu yangu? Mimi ni mfalme wa giza, na roho zako ni sehemu ya utawala wangu. Zarifus alijua kuwa Azaroth alikuwa amesimama kwenye njia yake ya kisasi. Alikuwa tayari kuingia kwenye vita ya uchawi na kutafuta haki kwa familia yake. Roho za mababu wa Othronis zilimwambia kuwa hakukuwa na njia nyingine zaidi ya kupambana na Azaroth kwa nguvu zote alizopewa. Sikufai, Azaroth. Nguvu zako za uchawi si za kudumu. Kisasi changu kitakapotekelezwa, damu yako itamwagika, Zarifus alisema, akionyesha mikono yake iliyojaa alama za kisasi, alama ambazo zilionekana kuangaza kwa mwanga wa uchawi wa mababu. Azaroth alicheka kwa dhihaka, akitumia nguvu zake za uchawi kuzilenga roho za wafu zilizozunguka ziwa la giza. Kwa haraka, maji ya ziwa yalijawa na mawimbi makali ya giza, na roho za zamani zikajitokeza kwa ghadhabu, zikiangalia kwa macho makali. Hata roho zako haziwezi kukusaidia, Zarifus. Hii ni dunia yangu, na wewe ni sehemu ya mchezo wangu, Azaroth alijibu, akiinyanyua mikono yake, akikusudia kumkandamiza Zarifus kwa nguvu za uchawi wa giza. Zarifus alijua kuwa alipaswa kuwa na haraka. Aliinua mikono yake, akirudia maneno ya uchawi wa mababu wa Othronis. Alikuwa akitaja maneno ya zamani yaliyokuwa na nguvu kubwa, kama vile mishale ya mwangaza wa dhahabu. Roho za mababu wa Othronis walikusanyika kwa haraka, wakimzunguka Zarifus na kumtia nguvu. Kwa msaada wa roho hizi, Zarifus alirusha shambulio kali la uchawi wa damu, akilenga kwa Azaroth. Kwa ghafla, Azaroth alijua kuwa shambulio la Zarifus lilikuwa na nguvu ya ajabu, lakini alijibu kwa nguvu za uchawi wa giza. Aliinua mikono yake kwa haraka, akitumia uchawi wa damu uliojaa maafa, na ziwa la giza lilijawa na giza zito. Alijua kuwa sasa alikuwa kwenye vita isiyokuwa na huruma, vita ambayo ingekubaliana na damu yake. Zarifus alikumbuka vionjo vya nguvu za mababu wa Othronis walivyomfundisha. Aliendelea kutamka maneno ya uchawi, huku kila alama kwenye mwili wake iking'aa kwa mwanga wa dhahabu. Alijua kuwa lazima atumie uchawi wake kwa ustadi, kwa maana hii ilikuwa ni vita ya kuishi au kufa. Kwa haraka, Azaroth alifanya shambulio la mwangaza wa giza, akikusudia kumangamiza roho za Othronis. Lakini Zarifus alijua kuwa roho za mababu za Othronis walikuwa wakiandaa kushambulia kwa nguvu zaidi. Shambulio la mwanga lilionekana kujiimarisha, na mwili wa Zarifus ulijawa na nguvu za kisasi. Kwa mwendo wa haraka, Zarifus alirusha miale ya uchawi ya mwisho, ikivunja kifungo cha ziwa la giza. Azaroth alijua kuwa alishindwa. Uchawi wa giza ulijawa na mapigo ya nguvu, na mwili wake ulianza kudhoofika. Mvua ya giza ilianza kuanguka, lakini mwili wa Azaroth ulianza kutoweka mbele ya macho ya Zarifus, ukififia kama kivuli cha giza kilichokuwa kikianguka. Huu ndio mwisho wako, Azaroth, Zarifus alisema kwa hasira, macho yake yakionyesha rangi za mnyama wa kisasi. Zarifus alisimama kwenye kivuli cha ziwa la giza, akiangalia mwili wa Azaroth ukizama katika giza lenye uchawi wa mweusi. Alihisi nguvu zake zikizidi kudhoofika, lakini alijua kuwa ushindi huu haukuwa mwisho wa safari yake. Alikuwa ameshinda mchawi mweusi, lakini alikuwa akielekea kwenye mapambano mengine makubwa zaidi. Mapambano ya kumrejesha utawala wa kifalme wa Othronis na kulipiza kisasi cha damu yake. Kwenye macho yake yaliyojaa njaa ya kisasi, aliona dunia ikigeuka mbele yake. Nguvu za uchawi wa Othronis zilikuwa zimejificha kwa miaka mingi, lakini sasa alikuwa na nguvu ya kutosha kuzifichua. Walikuwa roho za mababu wa Othronis zilizokuwa zimejificha,
na alijua kuwa hivi sasa alikuwa na uwezo wa kuziongoza roho hizo kutekeleza mapenzi yake. Zarifus aliondoka ziwa la giza na kuelekea kwenye mji mkuu wa Otronis, sehemu iliyokuwa imejaa maafa na mapangomano ya giza. Alikuwa akielekea kwenye ngome kuu ya kifalme, iliyojaa majumba makubwa, mifumo ya ngome zilizochimbwa kwa uchawi, na makanisa ya kale yaliyojaa alama za uchawi wa mababu wa Otronis. Hata hivyo, kwa wakati huu, hakuwa tena mtu wa kifalme aliyejaa matumaini. Alikuwa mnyama wa kisasi, aliyejaa machungu ya damu aliyoshuhudia na kuachiliwa kwa uchawi wa zamani. Macho yake yalikuwa yakimeta kwa mwanga wa uchawi wa mnyama aliyejaa hamu ya kulipiza kisasi. Hakuwa na huruma kwa yeyote aliyetaka kuzuia kisasi chake. Kwenye mji mkuu wa Otronis, watu walikuwa wamejificha katika mahewa ya majumba ya kifalme, wakiwa na hofu ya kile kilichokuwa kinakuja. Walijua kuwa Zarifus alivyokuwa na alama za kifalme zilizojaa giza kwenye uso wake na mikono, alivyokuwa na njaa ya damu ya familia yake. Walijua kuwa uchawi wake ulikuwa umejawa na nguvu za mababu, na nguvu hii ilikuwa ya kutisha zaidi kuliko walivyoweza kufikiria. Wakati Zarifus alikaribia ngome kuu, aliona kiongozi wa waasi akikusanyika mbele yake. Kiongozi huyu alikuwa ni Tarion, mmoja wa viongozi wa utawala wa zamani, aliyejivunia kushika nafasi ya kifalme wakati wa udhaifu wa Otronis. Tarion alikuwa amejiimarisha kwa uchawi wa mweusi, akifanya shinikizo kwa watu wa Otronis ili kuwazidi kwa nguvu. Walikuwa wakiwa na ushawishi mkubwa, lakini Tarion alijua kuwa alikosa kujua nguvu za Zarifus. Zarifus, mwana wa Otronis, hujui kwamba wewe ni sehemu ya kifo cha familia yako? Tarion alisema kwa sauti nzito, macho yake yakionyesha shaka na dhihaka. Huwezi kurudi tena kwenye kifalme chako. Umejaa uchawi wa mababu zako, lakini nguvu za giza ni zaidi. Hii ni nafasi yangu ya kutawala. Zarifus alitabasamu kwa upole, huku alama za kisasi kwenye uso wake zikionekana kuangaza kwa mwanga wa dhahabu. Hii siyo nafasi yako, Tarion. Imefika wakati wa kulipiza kisasi. Ufalme wa Otronis utaongozwa tena na familia yangu, na damu yako itamwagika. Kwa maneno haya, Zarifus alijua kuwa vita vilikuwa vimeanza. Tarion alijua kuwa hakukuwa na njia ya kuepuka, na kwa haraka alikusanya roho za giza akizituma kuelekea kwa Zarifus. Walikuwa roho waasi waliopambana dhidi ya utawala wa zamani, lakini roho hizi hazingeweza kuhimili nguvu za kisasi cha Zarifus. Zarifus alisimama kwa imara na alirusha miale ya uchawi wa mababu wa Otronis, akivunja kivuli cha roho waasi. Miale ya mwangaza ilionekana ikivua giza la kisasi cha zamani, na mwili wa Tarion ukadhoofika kwa nguvu za uchawi. Roho za Otronis walikusanyika kwa haraka, zikimsaidia Zarifus kwa nguvu za kisasi. Hakuna atakayekataa haki ya familia yangu, Zarifus alisema kwa sauti kubwa, huku alama za kisasi zikiangaza kwa mwanga wa giza. Hii ni damu ya familia yangu, na kila roho itarudi kwenye njia yake. Kwa haraka, Tarion alijua kuwa alikuwa ameshindwa. Alijua kuwa hakuwa na uwezo wa kupambana na nguvu za Zarifus, na alijua kuwa kisasi cha damu kilikuwa kimefanikiwa. Roho waasi walijaribu kupinga, lakini walivunjika na kutoweka mbele ya uchawi wa Zarifus. Zarifus alijua kuwa ushindi huu haukuwa mwisho, bali ni hatua ya kwanza ya kurejesha utawala wa kifalme wa Otronis. Alitembea mbele kwa nguvu za kisasi, akijua kuwa alipokuwa na roho za mababu zake, hakuna mtu au uchawi utakaoweza kumzuia tena.